Tanzania, habari Afrika. Leo na mambo matano muhimu tukojadili usiyojua kuhusu uzinzi. Jambo la kwanza, uzinzi sio dhambi pekee duniani, ziko dhambi nyingi. Ni kweli kabisa, nakubaliana, lakini uzinzi ndio dhambi pekee yenye matokeo kimwili, kiroho, kinafsi na kiafya. Au nikwambie kimwili, kiroho na kinafsi. Kwa uzinzi ndio dhambi pekee ambayo ina triangle, ina affect nafsi, at the same time ina affect law, at the same time ina affect Sasa namaanisha nini? Namaanisha hivi, mambo matano makubwa muhimu usiyojua kuhusu uzinzi. Jambo la kwanza kabisa, uzinzi una tabia ya kula atma au kesho ya mtu. Kuna mtu anaitwa Rubeni, mtoto wa mzee wa Yakobo. Kiwalali alikuwa na haki ya uzaliwa wa kwanza, kwa sababu ndo mtoto wa kwanza wa mzaliwa Yakobo. Ukisoma Mwanzo, ana Yakobo aliwaita wanaye, akasema, kusanyikeni wana wa Yakobo, niwaambie mambo yatakayotokea siku za usoni au siku za mbele. Akaambia Rubeni, ni mzaliwa wangu wa kwanza, ni malimbuko yangu, nguvu za ujana wangu, lakini umezuiliwa kuwa mkuu, kwa sababu ulikiluka kitanda changu, ukapanda kitanda changu. Kwa lugha rahisi, Rubeni aliuza uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya single night ya kulala na Bilia, mtoto mke au suria wa baba yake. Kwa sababu ya uzinzi ule aliofanya, aliuza uzaliwa wake wa kwanza. Just imagine, mtu mwenye atma ya ufalme aliuza ufalme kwa ajili ya single moment. Hii ndio iliyotofautisha Yusufu. Yeye akati mke wa Potifa amemfuata yeye Yusufu, kwa sababu kuna kitu alikijua zaidi. Anasema hivi, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Mmoja ni watoto wa baba mmoja hawa. Mmoja aliuza uzaliwa wa kwanza kwa kulala na suria wa baba yake. Mwingine amekutana na opportunity ile ile. Watoto wa mjini wanasema, kwa sababu kama Potifa alikuwa mke wa jemedali wa majeshi, kama mama Potifa yeye alikuwa jemedali wa jeshi, jenerali, kuwa na uhakika hamna jenerali anayechagua pisi mbovu, na kuhakikishia alikuwa pisi kali. Lakini Yusufu anasema hivi, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Kwa lugha rahisi nini? Ukuu wa Yusufu aliouota akiwa na miaka 14, ili utimie ulazimika upite kwenye mtihani wa kushinda tamaa ya mwili. Yaani watu vijana wa mjini wanasema hivi, alipigiwa pasi, goli liko wazi, lakini Yusufu akasema, kwa ajili ya kesho yangu, hacha niliache goli wazi, mimi nikimbie. Na kwa sababu hiyo kila mtu anafahamu Yusufu, habari zake zilienea, historia ya mama Potifa iliishia pale. Kwa nimejaribu kukuonyesha ni watu wawili tofauti. Mmoja aliuza uzaliwa wa kwanza kwa single night, halafu kuna mwingine aliutunza ukuu wake kwa kukimbia ile single night. Kwa cha kwanza, uzinzi unaua hatma. Kwa hatima ya Yusufu ilikuwa kubwa, sio kwa bahati. Hatma ya Yusufu ilikuwa kubwa kwa sababu kuna mtihani aliushinda ambao unaitwa uzinzi. Ukiniuliza mimi nionyeshe mtu mwenye hatma kubwa, nitakuonyesha mtu ambaye ameamua kuishi maisha nje ya uzinzi. Kwa nini? Unaweza kuwa na hela ila uwezi kuishi ndani ya kusudi lako, kama tu utaamua kuishi kuwa mzinzi.
Hii ndiyo sababu matajiri wengi wanawake sio kipaumbele yao chao. Wanawake wengi wenye pesa, wanaume sio kipaumbele chao. Kuna kitu kinamdrive kinaitwa destiny. Jambo la kwanza nimemaliza. Jambo la pili, kwa jambo la kwanza, uzinzi inakula hatima. Taka kuwa na hatima fupi, ruhusu uzinzi. Jambo la pili, uzinzi ni tene inaunganisha. Inakula kitu inaitwa soul tie, kifungo cha kinafsi. Hakuna soul tie ambayo haizaliwi. Ndio sababu Paulo anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 6 I think, anasema hivi, je, hamjui aliyeungwa na kahaba kuwa mwili mmoja? Kwa lugha rahisi nini? Ni kuongezea kitu hapo. Kwa lugha rahisi, nafsi yako inafungamanishwa na huyo mtu the moment ulivyoamua kuzinae, ndo nafsi yako ilivyoamua kufungamanisha naye. Na kwenye ulimwengu wa roho ni halali kwa 100%. Kwa nini? Ndoa kwa kusudi la Mungu ilikuwa ni ibada. Mungu alidesign sex ni sehemu ya ibada, ndio maana inaanza kwa umwagaji wa damu. Wakimaanisha ni tendo la kiagano la kiungu linaloimarisha uumbaji wa kiungu. Sasa ukiitazama katika sura hiyo, lazima utagundua kwa kila unapo engage na mtu, maanake ni unatengeneza kifungo fulani, kwa sababu kama ndoa ni baraka, ikiwa ndani ya ndoa kuwa na uhakika, sex nje ya ndoa ni laana, na kama ni laana, kuwa na uhakika ni kifungo cha kinafsi. Hii ndiyo sababu inawezekana mtu akaolewa, lakini anamuota mtu aliyewahi kuwa naye miaka 10 nyuma. Kwa nini? Kuna aina ya kifungo aliungamanishwa. Hichi kifungo kimeunganishwa kwa mfumo unaoitwa seksi. Kwa unapozini, maana yake nini? Unaamua kuunganisha nafsi yako, au ni biashara halali ya kuuza nafsi yako kumpa mtu mwingine. Ndio maana kwa kawaida mwanaume mwenye binti binti ambaye ana wanaume watatu, binti akiwa na wanaume watatu na kazini nao wote, na wewe mwanaume, kwa lugha rahisi, una nafsi za binti watatu, wale watatu na binti una nafsi 4. Kama wewe mwanaume umeamua kuwa mtulivu kabisa, manake wewe huyu binti hayuko peke yake, wako 4 katika mtu mmoja, hana nafsi 4. Kwa kama kuna aina ya mikosi, hanayo mikosi ya aina 4 tofauti. Kwa nini Paulo anasema, je, hamjui aliyeungwa na kahaba huwa mwili mmoja? Nao wawili wamesema watakuwa mwili mmoja. Nazungumza, hii ni sababu ya pili. Kwa kama mtu unatamani kutembea katika kesho kubwa, lazima uitunze nafsi yako, kwa sababu kwenye nafsi ndiko kuna vitu muhimu. Nafsi ndio ina akili, nafsi ndio utashi kwa maana ya maamuzi, nafsi ndio yenye hisia. Ukiuzwa nafsi, utaokoka, mbinguni utaenda, ila maisha ya duniani utaishi kwenye cage. Ni mpaka deliverance izaliwe, mpaka umfanya kuwa delivery ndio utatoka. Nazungumza kitu cha pili. Kitu cha tatu, uzinzi unakuondoa au unakuondolea akili kabisa. Haijalishi ulikuwa tio, ila the moment utakavyo allow uzinzi, unaondoka kwenye akili ya kawaida. Hii ndiyo sababu sasa Hosea 4:11 anasema hivi, uzinzi na divai safi huondoa ufahamu, na huondoa ufahamu kwa wanadamu. Kumbe sasa, kama uzinzi unaondoa ufahamu kwa wanadamu, kuwa na uhakika, kwa maana ya kuwa daktari plus mzinzi ni daktari kiladha. Kwa ninamaanisha nini? Hakuna hatima kubwa duniani ambayo inaweza kuwa hatima kubwa na uzinzi. Kwa Misali 6:32 anasema hivi,
azinie na mwanamke ana akili kabisa, na hufanya jambo la kuangamiza nafsi yake. Sasa tunasema hivi, atapata jeraha na jeraha lisilopona. Kwa lugha rahisi, ukiamua kuingia kwenye uzinzi, moja, unapoteza akili; mbili, nafsi unaiuza; tatu, jeraha lake aliponaje. Nimekuonyesha sababu 3 mpaka sasa. Nilikwambia leo nitakuonyesha sababu 5 tu kati ya 10 kwa nini unatakiwa usizini kabisa. Sababu ya 4, uzinzi pia sio tu ni moja kati ya amri ya 10 za Mungu. Moja ya mistari mifupi sana kwenye Biblia ni uzinzi, ni amri ya 6. Umeandikwa tu, Biblia iliamua Mungu aliamua kutumia mbao wa mstari mzima kuandika tu neno moja, usizini. Yesu ndio sababu anasema, nyinyi mliambiwa tu msizini, mimi nawaambia hivi, hamtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini naye. Kwa unapozini, sio tu unakuwa umeamua kuuza hatima yako; 2, umeamua kujidefy na Mungu, umeamua kujinajisi. Kwa lugha rahisi, unakuwa. Ndio maana kanuni za Agano la Kale ilikuwa mtu akizini moja kwa moja anapigwa mawe hadi kufa. Kwa nini? Waliweka strict law, lengo ni kuitengeneza dunia. Moja ya dhambi iliyomghadhibisha Mungu kuja kuipiga dunia ni uzinzi. Uzinzi kwani ndio dhambi peke yake? Dhambi ziko nyingi, wewe zingine. Usiseme hivyo, dhambi haiko moja, dhambi ziko nyingi. Ndio, ziko nyingi. Mimi nimeichagua hiyo, wewe na wewe unaangalia nyingine. Mnasimamia sana hiyo dhambi moja, dhambi ziko nyingi sana. Ndio kabisa, wewe na wewe chukua moja. Kila mtu akizungumza moja, mbona tunamaliza tu? Wewe utazungumza usaliti, mwingine atazungumza uasi, zote. Lakini foundation ya mabaya yote duniani, uzinzi ni core foundation, kwa sababu kila ndoa unaoifahamu imeharibika, mzizi wake ni uzinzi kuharibika. Yani watakuwa mtu ukimsikia anakwambia upendo uliisha, matokeo ile ni consequence, lakini chanzo ni uzinzi. Kwa nini? Principle of God ni men love by seeing. Mwanamke anapenda kwa kusikia. Kwa ina maana huyu anayependa kwa kuona, alipoanza kuyaruhusu macho yake yaone vingine, ndo siku alipoamua kuivunja ndoa yake. Mwanamke siku aliporuhusu kusikia visivyotakiwa kuvisikia, ndio siku aliyoruhusu kuanza kuibomoa ndoa yake. Ndio sababu tunasema all foundation of marriage breakage ni uzinzi. Kwa ninazungumza taasisi ambayo inatengeneza watu. Taasisi hii ikiharibika, maisha ya watu yameharibika. Hii ndiyo sababu sasa ninauzungumza uzinzi katika sura tofauti. Nimezungumza jambo la 4. Jambo la 5, uzinzi jeraha lake aliponaje maishani. Watafiti wa masuala ya saikolojia ya wanaume walifanya utafiti, walisema hivi, asilimia zaidi ya 85 ya wanaume wanaotoka nje ya ndoa au wanaozini kabla, after sex, wanagundua au wanaishi under regression. Kwanza kuna aina fulani ya majuto, anaanza kujisikia usaliti ndani yake, anaanza kujisikia uasi, mpaka atakapoanza kuizoea ile hali. Uasi uliokomaa kwa lugha ya Kiswahili, according to Bible, uasi, rebellions, ni sawa na uchawi, ukaidi ni sawa na ukafiri. Kwa mpaka afike dimension ya uasi kugeuka kuwa uchawi, ndio anaanza kuwa na moyo wenye amani.
Na maanisha nini sasa? Unapoamua kutembea katika uzinzi, jeraha lake haliponi. Jeraha lake haliponi. Baya wa jeraha hili, unaweza wewe ukalisababisha jeraha yule uliyemwachia jeraha lisipone maishani, au wewe ukalisababisha jeraha na jeraha hilo lisipone kwako maishani. Nini ninachomaanisha? Hatima kubwa inatunzwa na mtu mkuu. Samsoni, jitu lenye matokeo, siku ulipoamua kumsikiza Delila ndio siku ulipopoteza hatima yake. Kwa nini? Uzinzi. Ndio Daudi, siku alipoamua kuacha kwenda vitani akakaa nyumbani, jitu lenye matokeo kabisa. Daudi liligharimu peji nzima. Ukitaka kujua uzinzi ni kitu hatari. Mtoto aliyezaliwa na Bathsheba alilazimika kufa. Daudi aliamua kuvaa magunia, kufunga siku mpaka 5, lakini bado mtoto yule halikufa, ili tu walao dhambi ile isamehewe. Kisoma Zaburi ya 51, Daudi analia kwa toba, lakini pamoja na kulia kwa toba, mtoto aliyepatikana kwa hatia, Mungu alimhukumu kwanza, ili walao neutralize. Hii inaonyesha nini? Seriousness of God kwa habari ya uzinzi. Fornication ndiyo source ya uharibifu mkubwa duniani. Kila uharibifu unaofahamu duniani, chanzo chake cha kwanza kabisa ilikuwa uzinzi. Hii ndiyo sababu sasa Paulo anasema hivi, uzinzi ustajwe kwenu, uasherati ustajwe kwenu, na uchafu wa aina yoyote ustajwe kwenu. Kwa kama unataka kutembea na nguvu za Mungu, kama unatamani kuishi maisha ya Edeni duniani, maisha ya kusudi la Mungu duniani, alichokuumbia Mungu kukifanya duniani, huwa na uhakika lazima utunze kesho yako. Kesho yako inatunzwa. Moja ya kesho inapotunzwa, inatunzwa kwa kusema nifanyeje ubaya. Mwanaume anaitwa Ayubu anasema hivi, ni mimi nimefanya agano na macho yangu nisimtazame mwanamke kwa kumtamani. Yaani Ayubu, mtu mkuu katika watu wakuu wa nchi ya Usi, anasema hivi, moja ya agano aliyowahi kufanya, agano kubwa zaidi, ni kufanya agano na macho yake asimtazame mwanamke kwa kumtamani. Tutakia siku njema.